Na wasalimu kwa jina kuu la Mwenyezi Mungu na kwa mamlaka niliyopewa na Wizara ya Afya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya kuhakikisha bajeti ya afya inashuka, inakaa kiwango kizuri kwa kuwasaidia Watanzania kwenye afya. Vitamin C na kinga ya mwili. Vitamin C inahusika sana kwenye kinga ya mwili kwa sababu seli hai nyeupe za mwili zimekusanya na zimejaa vitamin C nyingi, si mchezo. Seli hai nyeupe za mwili na mfumo wa kinga mwilini unakusanya vitamin C ili uweze kupambana na magonjwa. Na muda mwingi sisi mwili unapambana na vitu vingi ndani ya mwili. Kwa katika watu wengi sana wana mapungufu ya vitamin C. Mapungufu ya vitamin C ni ya kawaida sana kwenye mwili wa binadamu. Kwa sababu kwanza mara nyingi sisi kutokana na maisha tuna fight infection, mara nyingi kuna ulimwengu mwingine huko unapigana bakteria. Kwa vitamin C mara nyingi mapungufu yako ya kawaida sana. Na mapungufu ya kawaida ya vitamin C yaliyozoeleka ni fizi kuharibika au fizi kuuma. Ukisikia maana pia unaweza kuwa unaumwa au una mapungufu ya vitamin C. Vitamin C pia inakuwa mapungufu yanatokea ni ya kawaida sana kwa sababu hii ni vitamin ambayo inapotea kwa njia ya mkojo. Kwanza ni vitamin C inahifadhiwa kwa njia ya maji, ni water soluble vitamins. Water soluble maana yake inahifadhiwa kwa njia ya maji na inapotea mwilini kwa njia ya maji. Kwa hifadhi wake mwilini ni mdogo sana vitamin C kwa sababu kila siku ukikojoa, kila siku unakojoa na kila siku unavokojoa unapoteza vitamin C. Na maana vitamin C ikipotea pia kila siku unashusha kinga ya mwili. Kwa maana inatakiwa vitamin C kila siku uingize. Especially mtu akiwa anaumwa anahitaji vitamin C nyingi. Sio mgonjwa anaumwa unampelekea chipsi kuku au unampelekea wali maharage. Chipsi kuku hazina vitamin C, wali maharage hazina vitamin C. Umeona ndugu yangu? Yes, hata wali nyama ina vitamin C. Sehemu ya nyama ya vitamin C nitawatajia, kuna sehemu maalum kwenye nyama zina vitamin C kama nyama ya ubongo, nyama ya maini, nyama ya figo, figisi ndio zina vitamin C. Umeona? Labda umpelekee nyama hizo pia zina vitamin C. Yes. Na pia nitaeleza vyakula vya vitamin C zaidi mbeleni, hamna shida. Na vitamin C pia inasaidia kupambana na bakteria ndani ya mwili na infections, maambukizi. Kwenye kuona hilo kuna sehemu ambayo vitamin C inawezesha kinga ya mwili ambayo inaitwa antibodies kupambana na bakteria. Vitamin C kwa sababu seli hai nyeupe na mfumo wa kinga wa binadamu uko loaded, yani umejaa vitamin C. Sasa usimpelekee mgonjwa chipsi kuku wali maharage, nishaambia na nitawatajia vyakula ambavyo vinavyohitajika. Vitamin C inawezesha kinga ya mwili au antibodies, ambapo antibodies kazi yake ni kupambana na bakteria kwenye mwili, na pia vitamin C inawezesha kutembea haraka sana kwa kitu kinaitwa neutrophil. Neutrophil ni aina ya seli nyeupe inaitwa neutrophil. Ni aina fulani ya seli nyeupe ambayo kwa kupitia vitamin C inaongeza speed yake inakuwa kali sana, ambapo kazi yake ni kusafisha mwili. Inakuwa inasafisha mwili kwa sababu seli hai na mfumo wa kinga unakuwa umejaa vitamin C, na kama nilivyowaambia mfumo seli hai za mwili nyeupe zinahitaji vitamin C nyingi, yani zinahitaji zijae pale. Umeona? Kwa hiyo pia inaongeza hiyo kutembea haraka kwa neutrophil, ambayo neutrophil kazi yake ni kusafisha mfumo wa mwili. Ni aina ya seli nyeupe ambayo inafanya kazi kama kitu kinaitwa phagocytes, ambayo inasafisha mwili na uchafu na bakteria aina tofauti. Na pia inaongeza B cells au B lymphatic cells. Hizi B cells pia ni aina ya seli nyeupe ambayo inawezesha antibodies za mwili kuwa imara na kuwa nyingi. Na pia inaongeza kitu kinaitwa interferon. Interferon hizi pia ni mfumo wa seli nyeupe ambao kazi yake zinaua seli za jirani ambazo zimeharibika. Unajua kuna seli zishaharibika za jirani zinabaki zinakuwa mazombi. Kwa hiyo zilizokufa zile zimeharibika au zimechakaa, ndio kazi ya interferon, inazisafisha zile seli za jirani ambazo zimeharibika kutokana na vitamin C ikiwa nyingi. Nitaeleza vyakula vya vitamin C follow, wala hamna shida. Na pia inaongeza T cells. Ukiwa unakula vyakula vya vitamin C inawezesha T cells. T cells hii ni seli hai nyeupe pia. Nimeambia vitamin C inawezesha kinga ya mwili kuwa kubwa na mapambano. Kwa mgonjwa akiwa anaumwa tumpelekee vyakula hivi, nitavitaja mwishoni. Msijali. Kwa vitamin C inaongeza T cells. Hizi ni seli ambazo zinapambana na maambukizi ya magonjwa mbalimbali ndani ya mwili. Kadri seli hai nyeupe zinavyotumika kupambana na mwili, ndivyo vitamin C inahitajika sana kukusanywa na seli hai nyeupe, na wewe unahitaji usapoti mwili uongeze vitamin C kwa kula vyakula vya vitamin C na sio kula wali maharage au chapati maharage mtu akiwa anaumwa. Umeona? Yes. Na vitamin C pia dalili ambayo imezoeleka mapungufu ya vitamin C ambayo inajulikana ni fizi kuharibika. Fizi
Fizi zikiharibika pia inapelekea, fizi zikiharibika ni moja ya dalili ambayo imezoeleka, inafahamika ni mapungufu ya vitamin C. Fizi kuharibika, kuuma, kutoa damu. Na maana fizi imeharibika, maana vitamin C itakuwa imepungua mwilini. Na vitamin C pia kupungua mwilini, nimewaambia inasababishwa na seli hai nyeupe kupungua, mapungufu ya vitamin C. Seli hai nyeupe zikipungua, na maana unaweza mpaka, na maana seli hai nyeupe zikipungua, na maana vitamin C ikipungua kwenye seli hai nyeupe, na maana wewe kupata maambukizi inakuwa ni rahisi sana. Kwa sababu inawezesha seli hai nyeupe kupambana na maambukizi ni hii vitamin C. Na magonjwa ambao mkubwa sana unapelekea watu kuumwa wakosa vitamin C inakuwa hatari kwenye kupata pneumonia. Watu ambao wana mapungufu makubwa ya vitamin C ni rahisi kupata pneumonia. Pneumonia ni matatizo ya kifua ambayo inapelekea vifuko vya ndani vya hewa kujaa unyevunyevu na maji kwa sababu ya mapungufu ya vitamin C. Yaani maambukizi ambayo yanatokana na mapungufu ya vitamin C. Umeona, inaharibu sana kifua na kupelekea kupata pneumonia. Pia vitamin C kwa sababu ndio inahusika kwenye kunyanyua kinga ya mwili. Ukiona sometimes fizi zinaharibika, inaweza kukupelekea wewe kupata infection au maambukizi haraka sana. Yaani kwa mfano unaweza kutokea ugonjwa wa epidemics, ugonjwa ambao unatokea muda mfupi sana kwenye jamii afu unaambukiza watu wengi. Ukiona mapungufu ya vitamin C, wewe lazima ukupate. Nitaeleza kiasi gani cha vitamin C kwa siku inahitajika. Labda ikatokea kipindupindu, vitamin C yako ndogo, wewe lazima ukupate. Imetokea labda smallpox, chickenpox, zile vipele si vya ghafla, wewe lazima ukupate. Unakuwa hatari kupata katika magonjwa ya maambukizi yote. Pamoja tena ile gonjwa limekuja Marlboro. Kwa Marlboro liko nje ya mwili, hatuwezi kupambana nalo lile, lakini lengo ni tuimarishe kinga ya mwili. Umeona? Hatuwezi kucontrol vitu vya nje, lakini tunaweza kucontrol mifumo yetu ya ndani ya mwili. Umeona? Kwa hiyo tunyanyue mfumo wa kinga ya mwili kwa kuingiza vitamin C inayotakiwa kwa siku. Nitawatajia kiwango gani cha siku vitamin C inahitajika kwa kila mtu na kila aina ya mtu na rika. Umeona? Kwa hiyo mtu akiwa anaumwa mgonjwa, tusimpekee chips, kuku, wali, maharage. Vyakula ambavyo kwanza vyanzo ambavyo vinapelekea kupata mapungufu ya vitamin C, nimeambia mtu akiwa anaumwa. Mtu akiwa anaumwa maambukizi na ugonjwa wote, na maana vitamin C yake mwilini pia inakuwa ndogo. Kwa hiyo mtu akiwa anaumwa anahitaji ale vyakula vya vitamin C vingi. Vyakula vya vitamin C vingi vinapatikana sehemu gani? Kwa upande wa nyama nimewatajia mwanzo vyakula vya vitamin C kama maini au nyama ya maini, nyama ya ubongo, nyama ya figo na nyama ya filigisi. Na pia kwa upande wa mboga za majani ni vitamin C inapatikana kwenye mchicha, bamia, matembele. Asilimia nyingi ya vitamin C, mboga za majani nyingi zina vitamin C. Nyingi sana mboga za majani na vitamin C. Kwa mtu ambaye hapendi mboga za majani na nyama, kwa upande wa matunda, vitamin C inapatikana kwenye mapapai, maembe, machungwa, limao, ndimu, nanasi. Yes, matunda yao yana vitamin C ya kutosha sana ambayo inasaidia kunyanyua kinga ya mwili. Kwa mtu mwenye kisukari au pressure inatakiwa utumie matunda hayo yenye sukari, sababu bado mwili ukila vile titrate kama sukari. Magonjwa ya sukari na pressure chanzo chake ni vyakula vya wanga na sukari pia. Naelewa, najua mnaambiwa chanzo cha pressure wanasema kwamba hakijulikani. Mtu anakuambia chanzo cha ugonjwa hakijulikani, lakini bado anakupa dawa. Chanzo cha pressure kinajulikana. Ni vyakula vya wanga, ni insulin. Kuna video yangu moja mtaangalia katika page yangu hii, nimeipost kabisa, nimewaeleza kwamba chanzo cha pressure kinajulikana na jinsi ya kujitibu mwenyewe naturally kupitia chakula na hatua zinakuaje. Nimeeleza na video yangu moja. Turudi kwenye leo. Kwa kiwango gani cha vyakula vyenye vitamin C nadhani mmeshanielewa. Kwenye nyama, mboga ya majani na matunda. Na kwa upande wa mboga za majani au matunda, kwa limao na ndimu, vitamin C iliyo kwenye limao na ndimu zinafanana sana. Umeona? Sasa kiwango gani cha siku ambacho inahitajika vitamin C mtu uingize? Kiwango gani kila siku inahitajika? Kwa sababu vitamin C pia kumbuka, kila siku tunavokojoa tunaipoteza, nimekwambia. Ni vitamini ambayo inakaa kwa njia ya maji ndani ya mwili na pia inatoka kwa njia ya maji, inapotea kwa njia ya maji. Kuna vitamini zinazokaa kwa njia ya mafuta, fat soluble, na kuna vitamini ambazo zinakaa kwa njia ya maji ambayo ni water soluble. Nitaelezea hizo fat soluble na video zangu nyingine ninazo nyingi. Ingia YouTube, andika Dr. Christy Z, utaona video zangu zote za vitamini zote, magonjwa yote na kadhalika. Umeona? Kwa kiwango ambacho kwa siku inahitajika vitamin C kwa siku, kiasi gani kinahitajika kwa siku moja? Kwa mtu mzima, kwanza kiwango ambacho inahitajika kwa siku vitamin C kwa siku inahitajika recommended daily amount au RDA, inaitwa recommended daily amount au recommended dietary allowance. Yani kiwango cha vitamin C ambacho kwa siku inahitajika ili seli hai nyeupe ikae vizuri, usiumwe, upambane na magonjwa.
Kwa wanawake unahitaji vitamin C miligram 75 kwa siku. Nitahitajia ni kula nini? Sasa na chungwa kiasi gani? Kwa wanaume inahitajika miligram 90 kwa siku. Kwa mwanamke ambaye ana mimba anahitaji miligram 85 kwa siku. Kwa mwanamke ambaye ananyonyesha anahitaji miligram 120 kwa siku. Umeona? Ila ukila chungwa moja, chungwa la size ya kati tu la kawaida, chungwa na miligram 60 mpaka 85 za vitamin C. Chungwa moja mpaka 50, 60, 85 unacheza hapo katikati ya vitamin C kwa siku. Umeona? Kwa hiyo kwa mwanaume na mwanamke kula chungwa moja kila siku inamtosha kabisa kupata vitamin C inayohitajika kiafya. Chungwa moja ni kwa siku, inabidi ule chungwa hili moja kuweza kuweka kinga yako ya mwili kupata vitamin C nzuri kuweza kupambana na maambukizi. Chungwa moja ndio RDA, recommended daily amount, ndio kiwango ambacho inatakiwa vitamin C. Chungwa moja na miligram 60 mpaka 85. Mwanaume na mwanamke anatakiwa apate chungwa moja tu kwa siku. Hata mwanamke ambaye ana mimba pia inabidi apate chungwa moja kwa siku. Leo mwanamke ambaye ananyonyesha, breastfeeding, mama ambaye ananyonyesha, anahitaji miligram 120 za vitamin C kwa siku, na maana sio chungwa moja, yani machungwa mawili. Umeona? Mwanamke ambaye ananyonyesha anahitaji machungwa mawili kwa siku wale kwa ajili ya kuweka vitamin C, kinga yake kubwa kwa ajili yake yeye mwenyewe mama ananyonyesha na mtoto pia. Umeona? Mpaka hapo ndugu zangu nahisi tumeelewana kuhusu vitamin C na kinga ya mwili. Na sijui kama una swali lolote ndugu zangu, mnaweza mkakomenti chini hapa mkauliza swali, au kuna watu wale ambao ndugu zetu ambao unakuta wanakula vyakula vya vitamin C lakini bado wanakuwa haoni matokeo, au unakuta bado mtu ana uvimbe pia ndani ya mwili, inaweza kusababisha mfumo mmeng'enyo wa chakula kuwa vibaya. Wanaweza kufika 4How International Clinic. Pia tunatoa full body check-up kwa magonjwa yasiyoambukiza hapa, na magonjwa yasiyoambukiza tunapima mashine. Cheki wa Japan walivyoendelea mashine yao ya Wachina na Wajapani. Inapima inaonyesha tatizo ambalo unaumwa sasa hivi, na pia inaonyesha tatizo ambalo linaweza likakupata mbeleni, kwa sababu hakuna mtu anayeumwa ghafla. Wenzetu wa Japan na Wachina wameendelea sana, kufa kuko pale pale, lakini wenzetu wanatafuta njia za kurefusha maisha. Ndio maana wanaongoza kuishi miaka mingi na wako wengi sana duniani, na elimu yao iko vizuri sana, na vifaa vyao na teknolojia zao ni mfano wa kuigwa. Na tuko hapa Ubungo Plaza floor ya kwanza. Yes, naitwa Dr. Chris, namba yangu hii hapa ya simu. Na pia kuna swala lingine la ziada, kama una swali commentini chini, au una issue nyingine ya muhimu sana ambao tunaileta mimi kama Dr. Chris, na shirikiana na wengine kuleta mkombozi wa afya Tanzania au reflexology. Reflexology ni mkombozi wa afya Tanzania, kwa sababu reflexology ni kama hospitali ndogo ndani ya nyumba yako kwa ajili yako wewe na familia yako. Reflexology au mkeka tiba wa Japani unatibu kwanza kipanda uso, maumivu ya kichwa, yes, ambayo yanasababishwa na magonjwa yasiyoambukiza. Reflexology inatibu mafua, inasaidia kunyanyua kinga ya mwili, mafua inaleta usawa kwenye mwili. Reflexology inasaidia kuongeza mzunguko wa damu kwenye mwili kwa mkubwa, ndio maana ni mbadala wa mazoezi kwa wale ambao hawapendi kukimbia barabarani, au pia ni mbadala wa kufanya mazoezi ya gym ambao hawezi kwenda gym au wana muda, huu ni mbadala wa gym. Pia reflexology ni mbadala wa kufanya masaji mwili mzima. Kanyaga hapa inagusa mifumo yote na viungo vyote kupitia chini ya miguu, kwa sababu mwili mzima wa binadamu umeishia chini ya mguu. Viungo vyote vimepita huko, lakini vyote vimeishia chini ya mguu. Kwa kupitia reflexology hii pia inatibu mgongo, kiuno, shingo na mbavu na maumivu ya viungo. Na uzuri wa reflexology ni kwamba una matokeo ya moja kwa moja kuanzia siku ya kwanza. Yaani mtu ana maumivu ya mgongo, anakanyaga pale anaona kabisa baada ya dozi kamili dakika 20 mpaka nusu saa, anaona kabisa maumivu kama yalikuwa 90%, unaona kabisa yanapungua 20-30. Kama ni madogo, maumivu madogo ya mgongo yanakata hapo hapo. Na ndio maana mkeka ni wa kudumu. Tunataka mtu aumiliki baada ya kuona uwezo wake, kwa sababu haya magonjwa yasiyoambukiza huwa yana mtindo wa kurudi, yanasababishwa na maisha tunayoishi na vyakula tunavyokula. Na ndio maana mkeka ni wa kudumu kabisa, mtu anakuwa nao. Sababu unaweza kanyaga hapa mgongo ukapona, na kushauri na vyakula mgongo kanyaga hapa na ukapona. Utarudi nyumbani utakaa kiti kile kile, utaenda ofisini utakaa viti vile vile,
Hilo tatizo linaweza likakurudia. Badala ya kutegemea matumizi ya dawa muda mrefu, ni bora utumie njia asilia na salama za Wajapani na Wachina ambayo inaitwa reflexology au mkeka tiba wa Japani. Na huu mkeka tiba pia una uwezo kukatisha matumizi ya dawa za pressure, za sukari, za cholesterol. Hapa ni Japani mkuja kuingilia kazi zingine za kutumia matumizi ya dawa muda mrefu. Hata magonjwa hayo niliyotaja, pressure na sukari, wao wanaambiwa matumizi ya dawa yatakuwa milele maisha yao. Ni kutokana na mfumo mwingine wa matibabu. Kwa mfumo wa Japani na wa China, zipo njia kama hizi za reflexology ambao mkeka una uwezo kukatisha matumizi ya dawa ili mtu aweze kuishi kwa kutegemea chakula na sio dawa. Sasa magonjwa yasiyoambukiza kama hayo niliyotaja, sio lazima umalize dawa ili uweze kupona. Dalili za kupona zimekuja, dalili za ugonjwa zinapotea, ganzi imeacha, usingizi unakuja vizuri, sukari imekaa vizuri, hauna haja ya kuendelea na dawa. Unaachishwa damu, mtaalamu anakupima, ana confirm, anakuachisha matumizi ya dawa kabisa, unaishi utegemea chakula pamoja na reflexology. Hizo ziwe tiba asilia au supplement au dawa za pharmacy, hauwezi kuishi nazo milele. Zitakupa madhara zote. Umeona? Sema sasa ambacho natakiwa tuishi nacho milele ni nutrition au chakula, kwa sababu zaidi ya miaka milioni na mabilioni ya miaka tumekuwa tukiishi kutegemea chakula kama tiba. Umeona? Yes, ndugu yangu, reflexology mati zipo na tunafanya free delivery na bei yake ni 260,000. Ni wa kudumu na hauna expiration date, na tunatanguliza tiba kwanza. Ndio tiba ya kwanza ndani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambapo mtu unaona uwezo wake kwanza na unaona matokeo ya kuanzia siku ya kwanza, ndipo unapolipia. Kuna wengine ukafanya watu wenye ganzi ina matokeo mazuri sana na kuanzia siku ya kwanza mpaka miguu kuwaka moto. Yaani ukanyaga ganzi kama una ganzi vidole 5, ukanyaga vidole hata 3 vinaachia hapo hapo siku ya kwanza. Sasa unakuta watu wengine wanaona ganzi imeachia hapa sasa hivi. Lakini wagonjwa unakuta wenye ganzi inakuwa kali sana usiku. Ganzi inakuwa kali sana usiku kwa sababu mtu akienda kulala kwanza anabadilisha position ya kulala ya mwili ambao anakuwa flat, kwa mzunguko wa damu unabadilika. Na mtu ambaye mwenye ganzi, mwenye pressure sukari yenye ganzi, usiku yeye mtu wa kawaida kwanza, mifumo ya mtu wa kawaida waga inakuwa slow akienda kulala ili aweze kulala. Ila mtu mwenye sukari au pressure, mifumo yake ya mwili inaanza kwenda haraka, faster, sababu yeye ana energy nyingi, ana sukari nyingi ndani ya mwili. Hiyo inaitwa non-dipping kitaalamu. Inaitwa non-dipping. Lakini kwa mtu ambaye hana tatizo hiyo inaitwa dipping. Yaani inakuwa ni vice versa, kinyume. Kwa mtu mwenye pressure sukari anapata non-dipping, mifumo inaanza kuwa active. Kama watu wenye pressure wanachelewa kulala, ukienda kupata usingizi inakuwa shida. Ukikanyaga mkeka tiba huu unapata usingizi mzito kuanzia siku ya kwanza na kuendelea. Na maana watu hata ganzi haito kusumbua tena usiku. Na maana kuna watu wengine unakuta wanaomba, daktari naomba basi sawa, ganzi yangu imepotea sasa hivi, naomba nilale na mkeka mpaka usiku nione kama ganzi haito nisumbua usiku, nitaweza kulala afu nitakulipa kesho. Sisi tunawaachia kabisa, sababu tunaamini hamna mgonjwa mwizi wala daktari mwizi. Tupo kwa ajili ya kushirikiana kusaidia jamii. Umeona? Kwa maana tunamwachia mtu anaona siku ya pili analipa mwenyewe kwa roho yake kutoka moyoni baada ya kuona uwezo wake. Sababu una matokeo ya moja kwa moja. Na kuna wale ambao asubuhi unakuta kusimamisha na kuwa ni ngumu sana. Unakuta walioni hilo swala, kila mtu akiamka akiona asubuhi asimamishi. Kwa hiyo unakuta mtu kama huyu akitaka kupata prove, reflexology mat inasaidia kurudisha mfumo wa uzazi pia katika hali ya kawaida. Unasaidia pia kuyeyusha uvimbe, na hata kwa watu wenye tezi dume inasaidia kurudisha katika mwili katika hali ya kawaida. Tiba ya kwanza ni chakula, lakini mifumo na viungo vya mwili inabidi viwezeshwe pia. Ndio reflexology inapoingia hapo. Umeona? Kwa hiyo kwa mtu kama huyo ambaye asimamishi, ukikanyaga siku ya kwanza asubuhi ukiamka, lazima uone matokeo. Ndio maana watu wengine inabidi tuwaachie walale nao waone asubuhi matokeo. Kwamba ameona asubuhi imesimama vizuri, ni hali ya kawaida kwa mwanaume kusimamisha. Kwa mtu analipia baada ya kuona matokeo. Na siku ya kwanza tunamwachia mtu mara nyingi siku moja. Yes, na tunajaribisha, wengine tunatanguliza tiba. Unaona kwanza uwezo wake ndipo unapolipia. Sababu kitu cha kweli kinajionyesha chenyewe na kinajitangaza chenyewe. Mwenyezi Mungu anatumia watu hapa duniani kusaidia na kutibu wengine. Leo nimetumika mimi, kesho kwa namna moja nyingine utatumika na nyie pia. Asante sana. Amina. Amina.